ambao wanatumwa kutumika kwa ajili ya watu wa Mungu, lakini pia wanatumika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikajifunza kwamba malaika wameumbwa kama vyombo ama kama watumishi katika kumhudumia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameumbwa kama wafanyakazi katika kumhudumia Mungu, na wanahudumia mpaka watoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi nafikiri 34 mstari wa 7. Nataka tukasomea kwa sababu 34 mstari wa 7 pia. Malaika wanaweka kituo wakizunguka. Zaburi ya 34 mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo. Ndio. Wamshao na kuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wamchao Bwana na kuwaokoa. Kwa hiyo unaona malaika anafikia kiwango anamtumikia mpaka mwana wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi wanadamu tulio ndani ya Kristo tumefanyika wana wa Mungu kupitia Kristo nani? Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ile haki ambayo mwana wa Mungu anayo, ana uwezo wa kuipata, na sisi kama wanadamu tuna sifa ya kuipata. Kwa hiyo wanadamu mbele za Mungu ni wana, alafu malaika mbele za Mungu ni mtumishi. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Sasa mtumishi anafanya ibada, anamtukuza Mungu na kumbariki, alafu Mungu akaona kuna kitu ninakimisi ambacho nakipata. Yaani kwa mtumishi ni kweli nikitamani kukipata siwezi kukipata kwa sababu ya namna nilivyomuumba. Nimemuumba kama mtumishi, sijamuumba kama mwana. Sasa kuna kitu ambacho naweza nikawa ninakimisi kukipata kwa hawa malaika ambao siwezi kuwaraumu kwa sababu ndivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nifanyeje ili nipate kitu ambacho ni ladha nitakayofurahia? Ndio maana unaona mwanzoni pale anamwitisha Roho Mtakatifu, anamwitisha Yesu, anamwambia tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauoni mwanzoni akimwambia wakafanye ibada, ila anamwambia wakatawale. Na moja ya kitu ambacho nimejifunza sana, hatufanyi ibada ili tupate vitu ama tutawale, bali tunatawala ili tufanye ibada. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wamekuja ndani ya Kristo kumtafuta Kristo ili asilimia kubwa wapate vitu. Ndio maana mtu akipata vitu anamwacha Kristo. Asikumbuke kwamba tunapata vitu ili tumfanyie Mungu nini? Ibada. Kwa hiyo Mungu alitengenezea Adamu mazingira ya kumiliki, ya kutawala, ili ibada yake isije kuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Kwa hiyo mwanadamu akatengenezewa mazingira. Hauoni kitaja jambo la ibada, lakini moja ya mapenzi ya Mungu ya kwanza ni ibada. Tukizungumza mapenzi ya kwanza ya mwanadamu